Naitwa Shamsa Halfan kutoka shirika la DSW Tanzania. Shirika la DSW Tanzania tunatekeleza miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa REST project. Katika kuadhimisha siku ya kimataifa mtoto wa kike, sisi kama shirika tumekutana na wadau mbalimbali. Lengo ni kuweza kujadili kwa pamoja, lakini kufanya tathmini namna ambavyo tunafanya na kutekeleza miradi yetu hapa. Lakini katika kuadhimisha siku hii tumekuja kuangalia sera mbalimbali ikiwemo sera ya vijana, lakini hata pia mtakuwa, lakini bila kuacha watoto wa kiume. Tuendelee kuwashika mkono na kuwashirikisha katika afua mbalimbali, katika mikoa mbalimbali, wazijue sera zao, wajue wafike katika ofisi za serikali za mtaa, wafike katika vituo vya huduma rafiki, waweze kupata huduma mbalimbali. Lengo kuu ni kuboresha maisha yao. Kama watekelezaji wa mradi wa REST ambao unalenga masuala mazima ya mabinti, vijana wa kiume, lakini pia masuala ya ukatili wa kijinsia, tuliona ni vyema tukakusanyika ili tuweze kuwa na mjadala mbalimbali kuona namna gani sisi kama taasisi au mashirika tunachangia katika afua za serikali kuhakikisha mabinti pamoja na vijana wanafikia ndoto zao. Kwa hiyo kwa mwaka huu siku ya mtoto wa kike ambayo inaadhimishwa kitaifa mkoani Shinyanga, wilaya ya Kishapu, ambayo inaenda na kauli mbiu kwamba mimi ni msichana kinara kwa mabadiliko ya Tanzania niitakayo 2050. Kwa maana kwamba tunataka kuona msichana anachangia, ambayo imekuwa launched mwaka huu mwezi wa 5, ambapo tunataka sasa kijana naye awe ni sehemu ya kuhakikisha yale matokeo yote ambayo tunayataka yanatokea kwa Tanzania yetu yanatokea kwa kuhakikisha wanafanya jambo moja au jambo jingine ili tuweze kupata matokeo chanya. Na sisi kama taasisi ya Kivulini tumekuwa tunatekeleza shughuli mbalimbali kuhakikisha mabinti au watoto wa kike wanazifikia ndoto zao. Kwa mfano, tumekuwa tukifanya masuala ya economic empowerment, tunawajengea uwezo wa kiuchumi hawa mabinti ili waweze kufikia ndoto zao, kwa sababu moja kati ya changamoto kubwa ambayo inawakabili vijana wa kike ni kuwa tegemezi, kutoweza kujitegemea wao wenyewe, kutegemea uchumi wa watu wengine. Kwa hiyo wanashindwa kufikia zile fursa za kimaendeleo, mwisho wa siku wanapitia vitendo vya ukatili kwenye jamii zao au kwa watu wanaokuwa wanawazunguka. Lakini kama itoshi, tumekuwa tukiwasaidia kuwajengea uwezo kwenye masuala mazima ya ukatili wa kijinsia ili waweze kutambua, waweze kujitambua, kujisimamia na kujielewa kwamba wao ni nani, na kwamba binti anapokuwa anaelewa huu ni ukatili, huu sio ukatili, anaweza akatoa taarifa, kwa sababu tumekuwa na matukio mengi ambayo yanatokea. Unakuta binti wa darasa la 6, la 7 au form 1 au form 4 anakuwa akifanywa ukatili na watu wake wa karibu, labda ni wazazi au wajomba au yeyote ambaye yuko karibu naye, lakini hajui wapi pa kutoa taarifa. Kwa hapa tunatumia falsafa ya magauni manne, ambapo tunamtaka binti aweze kuvaa gauni la kwanza, ina maana ni gauni la shule, ina maana shule ya msingi mpaka sekondari. Ina maana katika kipindi hiki chote tutakuwa ni namna gani binti tunaenda kumlinda ili aweze kutimiza zile ndoto zake. Lakini gauni la pili ni gauni la mahafali, ina maana aingie chuo kikuu. Gauni la 3 ni gauni la harusi, na gauni la 4 ni gauni la maternity, ambalo ni gauni la ujauzito. Kwa ukianza kuangalia kama binti akafuata huu mtiririko mzuri, moja kwa moja atakuwa ameweza kufikia ndoto zake. Sauti zao zisikike, kwamba mtu anafanywa ukatili au labda mtu ana shida, anatakiwa aongelee wapi, atolee malalamiko yake wapi. Kwa hiyo katika siku hii nakutanisha wasichana wote ambao wanaweza wakashare mambo yao, wanaweza wakashare vitu vyao, changamoto zao, faida zao, lakini pia